wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila. Habari kamili. Vatican. Waumini wa kanisa Katoliki duniani wamekusanyika leo Jumapili katika uwanja wa St. Peter katika ibada ya sikukuu ya Pasaka bila ya Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akiugua kwa muda mrefu na hali yake ni dhaifu, hivyo basi ameshindwa kuonekana kwa matukio mengi muhimu ya kiroho katika wiki nzima hii ya sikukuu hiyo muhimu katika kalenda ya Ukristo, ikiwemo Jumapili ya Pasaka. Kawaida kiongozi huyu wa kiroho wa kanisa Katoliki duniani hutoa hotuba yake ya kiroho na baraka kwa waumini akiwa kwenye roshani akiwatazama waumini kwenye uwanja huo wa kanisa la Mtakatifu Peter baada ya ibada ya maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Kutokana na afya yake iliyodhoofika kutokana na homa ya mapafu, haikufahamika ikiwa kiongozi huyu atashiriki kwenye tukio hilo la ibada na kwa kiwango gani. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky katika Jumapili hii ya Pasaka ametaka Ukraine kutokata tamaa ya kupatikana kwa amani, akisema watarejea katika nchi yao na wavumilie kuishinda nyakati ngumu ya vita iliyodumu kwa siku 1152. Akiwa amevaa shati la kijivu lenye nakshi ya kitamaduni ya Ukraine mbele ya kanisa kubwa la mjini Kiev la Mtakatifu Sofia, Zelensky kwa kupitia mitandao ya kijamii amesema Ukraine kamwe haitapoteza imani. Awali Jumamosi, rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza siku moja kusitisha mapigano katika ardhi ya Ukraine kwa ajili ya Pasaka, ambayo kwa mwaka huu imeangukia siku moja kwa madhehebu ya Orthodox na makanisa mengine ya magharibi. Lakini mapema asubuhi ya leo, Rais Zelensky mwenyewe alisema jeshi la Urusi linaigiza kusitisha mapigano huku likiendelea na mashambulizi yake usiku kucha kusababisha athari katika maeneo ya vita katika ardhi hiyo ya Ukraine. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imekisimamisha chama cha kisiasa cha rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila siku chache baada ya mali zake kuvamiwa na vyombo vya usalama. Katika taarifa iliyoonyesha tarehe ya jana Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema uamuzi huo unatokana na harakati za wazi za Kabila ambaye alikuwa rais kwa miaka 18 hadi mwaka 2019 na ambaye bado ni mkuu wa chama chake cha People's Party for Reconciliation na Democracy, PPRD. PPRD imesimamishwa shughuli zake kwa taifa zima. Hata hivyo, hadi sasa hakujawa na taarifa yoyote kutoka kwa upande wa chama hicho. Kiongozi wa sasa Rais Felix Tshisekedi amemshutumu Kabila kwa kuandaa kile alichokiita uasi na kuunga mkono muungano unaojumuisha kundi la waasi la M23 ambalo linapambana na vikosi vya serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abuja. Watu wenye silaha wamefanya mauaji ya takriban watu 56 mapema wiki hii katika jimbo la Borno katikati mwa Nigeria, ofisi ya gavana ilisema Jumamosi, ikirekebisha kwa kasi idadi iliyotolewa hapo awali ya watu 17. Mapigano kati ya wafugaji wa kuhamahama na wakulima kuhusu matumizi ya ardhi ni ya kawaida katika maeneo ya katikati ya Nigeria. Awali gavana wa eneo hilo Hansich Alia alionyesha kunyosha vidole jamii ya wafugaji kuhusika na vurugu za maeneo ya Ukum na eneo lingine la Logo. Kwa vile wafugaji wengi wanatoka katika jamii ya Kiislamu ya kabila la Fulani na wakulima wengi kutoka katika waumini wa Kikristo, mashambulizi katika eneo hilo linaloitwa Middle Belt mara nyingi huchukua mwelekeo wa kidini au kikabila. Benin. Operesheni kubwa ya polisi imekuwa ikiendelea leo hii Berlin. Operesheni kubwa ya polisi imekuwa ikiendelea leo hii hapa Ujerumani kwa lengo la kumtafuta mtu mmoja au zaidi aliyeua wanaume wawili huko katika eneo la katikati la Bad Neuenying. Kwa mujibu wa polisi ya jiji la Gießen, miili ya wawili hao waliouawa wote wakiwa na majeraha ya risasi ilipatikana Jumamosi alasiri
katika eneo la makazi ya watu katika mji huo ulioko kilomita 25 kaskazini mwa Frankfurt. Taarifa ya polisi iliongeza kuwa kusema kikosi kikubwa kuanzia wapelelezi wa kawaida, polisi wa kawaida na matawi ya vikosi maalum wamejitokeza wakisaidiwa na helikopta kutafuta wahalifu au watu hao waliohusika. Hata hivyo haijaweza kufahamika mara moja kiini cha mauaji hayo na polisi inaendelea na uchunguzi wake. Na msikilizaji, na sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Rais wa Togo amekubali rasmi kuwa mpatanishi katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya Umoja wa Afrika ambao umemteua kuwa mpatanishi mpya katika mchakato wa amani wa kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Uteuzi huo umefanyika baada ya Rais wa Angola Joao Lourenço ambaye alikuwa akiendesha mchakato huo kutangaza kujiondoa ili kushughulikia majukumu mengine ndani ya Umoja wa Afrika. Lakini raia wengi wa DRC wanahisi mpatanishi huyu mpya hata afanikiwa pale aliposhindwa mtangulizi wake. Mbele Chimsoshi na taarifa zaidi. For Esomna Gwasibe, rais wa Togo, ndo sasa amepewa jukumu la kutatua mgogoro wa mashariki mwa DRC ambao unahusisha Rwanda, DRC na kundi la M23 baada ya mchakato wa Angola kugonga mwamba, kulingana na taarifa iliyotolewa na Umoja wa Afrika. Tabu Makusu ambaye ni mmoja wa viongozi waliomsapoti Rais Tshisekedi amehisi ya kwamba suluhisho mzozo wa mashariki mwa Kongo itatoka kwenye jumuiya ya kimataifa. Kwa mimi ninajua kama hata watatutajia nani, hata ni nani, atatoka wapi, mzungu mweusi, ni mambo communauté international najua mzuri sana. Sema ataweza kukamata decision. Wenye wanajua kama Rwanda ndio inaleta mzozo, Rwanda aache kutamani mali enye hana, lakini watu wanawamutuma ni communauté international. Pia ninaita, unaona kama sisi tunapoteza watoto, masomo haiko, inaonekana kwa sisi kama communauté international dunia mzima wanapenda Rwanda kuliko watu. Lakini shirika raia upande wake unataka zaidi Umoja wa Afrika kusapoti mchakato ulioanzishwa na kanisa Katoliki mbadala ya kuteua mpatanishi mpya. Mimi ni Jackson Zahera, ni mmoja wa vijana vuguvugu katika jimbo la Nord Kivu. Tunadhani ya kwamba Umoja wa Afrika ungeendelea kusapoti Senko, yani hiyo muungano ya mapadri na mapasta wa Kongo ambaye wamechukua hiyo jukumu ya kutafuta suluhu ya amani kati ya serikali ya Kongo na wanamgambo wa M23. Ila kusema tena leo waweke mwingine mtu ambaye ataanzilia mambo kwa upya, ambaye hana ufahamu lolote la hiyo jambo tangu imeanza mpaka leo. Tumeona gisi President Lourenço wa Angola ambaye amepiganisha namna gani ataunganisha hivi vikundi mbili, imeshindikana. Na tunadhani Umoja wa Afrika uache kucheza hiyo mchezo. Changamoto ya kwanza iliyomkabili mpatanishi mpya katika mgogoro wa DRC ni kurejesha uaminifu kati ya pande zote. Kinshasa inashtumu Kigali kwa kuunga mkono waasi wa M23, jambo ambalo Rwanda inakanusha kila mara. Upatanishi wa hapo awali umeshindwa kwa sababu ya kutoaminiana, huku kukichochewa na mapigano yanayoendelea licha ya usitishaji wa mapigano mbalimbali. Jije Bitaki, mchambuzi wa maswali za kiusalama katika kanda la maziwa makuu, amehisi ya kwamba mpatanishi huyu hataleta suluhisho, lakini suluhisho itatoka Doha huku Qatar. Umoja wa Afrika unaegemea upande wa Rwanda kwa sababu Umoja wa Afrika unachukua maslahi ya M23 na kutaka kushurutisha serikali itekeleze, iheshimu yale matakwa ya M23 ama watu wa AFC. Ikiwa sivyo, basi watu wote wa support, yani wasaidiane na Qatar kwa kumaliza matatizo ya Kongo. Ila mambo haya initiative za Umoja wa Afrika, sijui SADC, sijui watu wa East African Community, au wote hakuna yeyote yule ambaye anaweza akafaulu kutatua mzozo wa Kongo. Haitawezekana kwa sababu tayari kila mmoja ana upande wake ambao anadhamini. Mpatanishi huyu mpya ameteuliwa wakati vita kati ya kundi la M23 na wazalendo, kundi ambalo limeunga jeshi la DRC mkono, vimeendelea Kivu Kusini na Kaskazini, majimbo mawili ya mashariki mwa DRC ambayo maeneo mengi yamedhibitiwa na waasi wa M23.